Habari za kusikitisha ni kutokea kule Australia kwenye mji wa Sydney baada ya mwanaume mwenye umri wa miaka 60 kufyatua risasi zaidi ya 50 kiolela katika barabara yenye shughuli nyingi na kujeruhi watu zaidi ya 16. Tukio hili limetokea Jumapili jioni katika eneo la Inner West mjini Sydney. Polisi walisema mwanaume huyo alikuwa akifyatua risasi kutoka ndani ya mali yake binafsi akilenga magari yaliyokuwa yakipita na hata askari polisi waliokuwa karibu. Wakazi wa eneo hilo walipigwa na butwaa wakidhani awali ni mlipuko ya fataki, lakini muda mfupi baadaye wakagundua ni risasi zinalovurumishwa hovyo. Mfanyakazi wa ofisi aliyejitambulisha kwa jina la Joe Aza alisema alikuwa kazini upande wa pili wa barabara wakati milio ya risasi ilipoanza kusikika. Aza aliambia gazeti la Sydney Morning Herald kwamba kwanza nilidhani ni fataki au watu wanatupa mawe kwenye madirisha, lakini ghafla kioo cha gari cha mtu kililipuka, alafu kioo cha kituo cha basi kikavunjika vipande vipande. Alisema hali iligeuka ya hofu na mshangao, akieleza ilikuwa ya kushtua sana. Yote yalikuwa kwa haraka mno, hata siwezi kuelewa kinachoendelea. Muda mfupi baada ya kupokea simu za dharura, idadi kubwa ya polisi walizingira barabara hiyo, wakaweka eneo lote chini ya lockdown na kisha wakaingia katika jengo lililokuwa juu ya biashara moja ambapo walimkamata mtuhumiwa. Walifanikiwa kumnasa mwanaume huyo akiwa hai na kuchukua bunduki moja aina ya rifle kutoka eneo la tukio. Awali polisi walidhani risasi zilizofyatuliwa zilikuwa kati ya 80 hadi 100 na watu kwamba 20 walijeruhiwa, lakini kufika Jumatatu afisa mkuu wa polisi wa New South Wales ndugu Stephen Parry alisema idadi kamili ni takribani risasi 50 na watu 16 wamejeruhiwa. Anasema katika miaka yangu 35 nikiwa polisi, ni matukio machache sana kama haya ambapo mtu anawashambulia watu ovyo barabarani. Mtu mmoja aliripotiwa kufika hospitali mwenyewe akiwa na jeraha risasi, lakini anatarajiwa kupona. Wengine wengi walipata majeraha madogo madogo kutokana na vipande vya vioo vilivyovunjika magari yao. Mtu huyo mwenye umri wa miaka 60 alipelekwa hospitali kwa matibabu baada ya kupata majeraha madogo madogo kwenye macho wakati wa kukamatwa. Hadi sasa hakuna mashtaka yaliyowekwa rasmi dhidi yake na uchunguzi wa kina unaendelea kubaini sababu na nia ya tukio hilo. Tukio hili limeacha maswali mengi kuhusu usalama wa umma na afya ya akili ya washambuliaji wanaofanya vitendo vya ghafla. Watu wa Sydney wameeleza mshtuko mkubwa, wakishukuru kwamba hakuna aliyepoteza maisha licha ya vurugu hizo za hatari. Kwa sasa polisi wanasema uchunguzi unaendelea hadi kubaini kulikuwa na uhusiano wowote wa mshukiwa na waathirika au kama ilikuwa shambulio la kiholela kabisa ambalo limetokea bila taarifa isiyoeleweka.